Pata mradi mkubwa wa TACTIC ambao Mheshimiwa Spika, mradi wa soko. Mradi huu Mheshimiwa Spika, tunaye mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Sihotech Engineering. Mheshimiwa Spika, anakwenda kwa spidi ya hali ya juu kiasi kwamba hatukutegemea kwamba kwa sasa angekuwa amefikia hatua hiyo. Lakini huyu Mheshimiwa Spika, Siho ameweza kutengeneza miradi ya soko na stendi katika mkoa wa Mbeya, lakini katika mkoa wa Shinyanga tumekwenda na tumeona Mheshimiwa Spika kazi nzuri iliyofanyika. Na ni imani yangu hata pale Tabora katika soko lile, ule wakati ambao Mheshimiwa Waziri amesema kwamba soko hili litakuwa tayari na wafanyabiashara wetu wataenda kufanya kazi, Mheshimiwa Spika, naiona hiyo ahadi ya Mheshimiwa Waziri kwa jinsi ambavyo mkandarasi huyu anafanya kazi nzuri na anafanya kwa uweledi na anafanya kwa kasi ya hali ya juu. Kwa Mheshimiwa Spika, nami niungane na Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa imani aliyoionyesha kwa wakandarasi wetu wazawa, wanafanya kazi nzuri, na hawa wakandarasi wazawa wengine waendelee kuonyesha imani yao kwa Mheshimiwa Rais ili waweze kupewa kazi nyingi ambazo zinajitokeza katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, binafsi nizungumzie kwenye sekta ya elimu na niseme Mheshimiwa Spika kidogo tu kwenye baadhi ya miradi ya elimu ambayo imekuja kwenye mkoa wetu na hususan kwenye jimbo ambalo natokea mimi la Tabora mjini. Mheshimiwa Spika, tuliomba hapa kwamba kuna shule nyingi sana za msingi sasa ambazo Mheshimiwa Spika zinahitaji ukarabati, zimeshakuwa za muda mrefu. Mheshimiwa Spika, nipelekee kabisa nishukuru sana serikali, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, wamepeleka fedha kiasi cha shilingi milioni 316 katika shule ya msingi ya Town School. Shule hii Mheshimiwa Spika ilikuwa ni ya mwaka 1940. Leo tumepewa shilingi milioni 316 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa kuongeza madarasa katika shule hii ambayo iko katika kata ya Gongoni ambayo Mheshimiwa Spika mimi natokea pale. Na Mheshimiwa Spika, kazi imeanza kufanyika ya kukarabati majengo yale yaliyochakaa ya zamani, na sasa wameshaanza ujenzi wa madarasa ambapo unakwenda kukamilika na watoto wetu sasa wataanza kusoma katika shule hiyo, ikiwa ni shule inayoonekana ni mpya lakini imefanywa ukarabati wa kutosha. Lakini sio hilo tu Mheshimiwa Spika, pia tumeletewa shilingi milioni 170 katika shule ya msingi ya Kitete iliyo opposite kabisa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Leo ukipita katika shule ile Mheshimiwa Spika ilikuwa imechakaa kweli kweli, lakini sasa hivi ukipita kama shule mpya ambayo kwa kweli kwa ukarabati huu Mheshimiwa Spika tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunashukuru serikali kwa ukarabati huo na shule zetu sasa zimeonekana zikiwa mpya. Lakini tunavyo sasa vituo vya afya, lakini pia tunazo zahanati na bado kuna ujenzi wa zahanati zinaendelea katika jimbo letu la Tabora mjini. Kwa hiyo tuishukuru sana Wizara ya TAMISEMI na kupitia waziri wake Mheshimiwa Mchengerwa kwa kutuletea fedha. Sasa hivi sisi jimbo letu ni kubwa sana, lina kata 29. Tumelalamikia sana kwamba hatuna huduma za afya za karibu. Leo Mheshimiwa Spika tunapata huduma za afya za karibu. Na niseme tu Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Mchengerwa kwa ahadi yake ya kutupelekea fedha kwa ajili ya kumalizia majengo katika kituo cha afya cha Maili 5. Amesema kwamba fedha hizi zitakwenda baada ya kuanza kwa bajeti hii ili kuweza kujenga majengo ambayo yanakosekana katika kituo cha afya cha Ipuli. Wakituwekea majengo yale Mheshimiwa Spika, yanaweza kusaidia kuhudumia wananchi wengi wa maeneo ya mjini katika jimbo la Tabora mjini na kwenye kata ambazo zinazunguka kituo kile cha afya. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo lakini nishukuru pia kwa miradi ya barabara ambayo imekuwa ikiendelea. Tunayo miradi ya TACTIC ambayo inaendelea na ujenzi wake, lakini pia tuna miradi ya TARURA ambayo kwa kweli TARURA wamepata fedha kidogo, lakini wameanza kutekeleza miradi mbalimbali ambayo barabara nyingi zilikuwa zimechoka na zimeharibika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa kabla sijamaliza nisipomshukuru sana mkuu wangu wa mkoa ndugu yangu Chacha Matiko, kwa kweli nitakuwa sijamtendea haki. Mheshimiwa Spika, mkuu wa mkoa huyu amenipa amani wakati wote. Nimefanya kazi kwa ujasiri mkubwa sana, na kila ninapohitaji ushirikiano katika ofisi ya mkoa Mheshimiwa Spika, kwa kweli Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa pamoja na rasi wake wamekuwa mstari wa mbele kuweza kunipa ushirikiano, na hata pale nilipokuwa nina changamoto yoyote nikienda, kwa kweli wamekuwa wakinisaidia ili niweze kutekeleza majukumu yangu kama mbunge wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa, lakini nimshukuru na rasi wetu kwa kuniamini na kuona kwamba mimi ni mbunge na ninaweza kutekeleza majukumu yangu katika eneo langu la kazi. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, asante sana kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa
wabunge